yani ukija kujumlisha mwisho siku ni fedha nyingi ambazo unakuta sasa mchezaji huyu kalamba mkataba wa miaka miwili, huyu mitatu, huyu miwili, huyu mitatu. Ukija ukiwakatishia mikataba yao, let's say hawajakufurahisha kile walichokifanya. Na mara nyingi bahati mbaya mikopo ni baada ya muda mfupi, miezi 6 kwenye kuitumikia, sio mwaka mmoja. Akiondoka maana yake unabidi umcompensate mwaka mwingine ulosalia, mishahara, maybe na potential bonuses. Na wachezaji wa kimataifa ni smart. Mtu anakuja kwenye mkataba wake, ameweka kila kitu. Kwenye mkataba wake ameweka clause kwamba akicheza mechi kiwango fulani alipwe. Labda let's say mechi 15 acheze labda mechi 14 alipwe kiwango fulani kama unajua bonus. Haya, akifunga bao akitoa assist alipwe. Yaani mambo yanakuwa ni chungu mzima kiasi kwamba unakuta package ya mchezaji mmoja ili kuweza kuachana naye tu inaweza kugharimu karibu kidogo niseme pound. Karibu sijui milioni 100, milioni 200. Sasa kwa klabu kama Fountain ambayo nets profit yake kwa kadri ya jinsi ambavyo wanapambana kwenye prize money, sijui kwenye yani vyovyote vile wanavyoweza kuwataja, sijui sponsorships, hawaingizi kufikia labda bilioni 5 per season. Inakuwa ni changamoto, unakuwa na operate kwenye hasara, na baada ya hapo sasa unaingia kwenye madeni. Ukiingia kwenye madeni ili uweze kuyaondoa na kusaidia wachezaji wengine inakuwa ni changamoto kubwa sana. Kama wazo ni kuwa na wachezaji wa kigeni, why not usispend labda kupata hata wawili ambao ni cream, ambao unaweza ukawalipa vizuri, alafu baada ya hapo ukaspend kupata top tier players ambao ni local. Na Tanzania tuna wachezaji wengi sana namna hiyo. Mfano mzuri ni JKT Tanzania. Unatazama JKT Tanzania kwenye squad yake, mtaji mchezaji wa kigeni JKT Tanzania hawana, lakini wanaishi kwa maisha. Wamechagua kuishi kwenye uhalisia. Na to be fair, JKT ni club tajiri kuliko hata Fountain Gate. Asasa taasisi tunaelewa. Taasisi ya hasa kama taasisi inaona kwamba sisi mipango tulionayo tuishi humu. Umeona? Alafu wao huku ambao mipango ndio ile zina ya mtu binafsi wanachagua kwenda kuspend big kwenye market. Ni makosa. Na to be fair, majuzi hapa kabisa tulikuwa tunagusia swala la umuhimu wa viongozi wetu kuwa na maarifa kwenye namna ya kuongeza mirija ya kimapato, aidha kwenye idara ya masoko, kuifuata tu ile club licensing, idara ya masoko, sijui masuala ya unajua ya technicals, kwa maana kwamba tusajili kwa kutumia kurugenzi ya ufundi kuanzia kocha mpaka wachezaji, lakini scouting network kwamba tuwe na wataalamu sahihi. Tukienda Singida mpaka Kigoma mpaka sijui Lindi wapi Tanga, hatuwezi kukosa talanta ambazo tufanye klabu yetu iwe afloat, icheze football katika namna ambayo ni ya gharama nafuu. Na inawezekana, mfano mzuri JKT tunaona, ukiangalia most players ni local na wanafanya vizuri. Na ukiwaangalia unastuka, wamepataje mchezaji? Hujashtuka, wengi ndo wanatumia. Yaani wengine ndo kama mawakala, yani timu yenyewe imekuwa ndio wakala yani. Yaani wewe unavusha wachezaji wanakuja hapa, bwana John tunawapa nafasi platform, onyesheni hapa, mkiwasha mnapata timu inakusajili. Bahati mbaya wanakuja hapa wanazima, alafu mwisho wa siku maybe wanakuwa ni wachezaji labda wa daraja la kawaida. Mwisho wa siku wanakuwa hawana soko. Yaani ukifika bwana, sababu asilimia kubwa kama mmesikia hii taarifa, wachezaji wengi hata unasikia wanaenda Singida Black Stars ambao tunaona bwana wachezaji wa daraja la juu, yani wanakuwa kama on transit. Yani wafika pale bwana, huku kuna Simba kuna Yanga, au ukifika ukisaini tu kwao umekula maisha. Kwa hiyo kama hii ni notion ambao na wao hizi club nyingine zimeingia kwenye mkumbo wa kuamini kwamba wao ni kama feeder club, lakini wanawachukua wachezaji wakifika hapa mambo yakienda tofauti, wajue kuna hatari ya kuiweka club kwenye crisis, kwa sababu ukivunja mkataba umeshindwa kuhudumia na wewe hakusaidii, wanaishi nje ya matarajio. Tafsiri yake ni kwamba unaingia kwenye madeni ambayo yanaweza kutokea kama ambayo tunaona kwenye baadhi ya club, kuathiri kwenye msimu mpya. Mwisho wa siku inaweza kushuka hata daraja, ukapoteza kila kitu. Kwa hiyo lengo la club tunafahamu ni kushindana, sio unakuja kwa ajili ya kufanya biashara pekee yake pasipo kuangalia mustakabali wa timu yako. Kwa hiyo kwa Fountain Gate msimu wa pili mfululizo wanapaswa kujitafakari. Sawa, bado mechi 3 za mapema. Msimu jana nakumbuka ulienda mpaka siku ya mwisho. Lakini mwisho wa siku inawezekana wana malengo yao of course. Ila kwa na mechi ndo kwanza, mechi ya 3 sio mbaya sana, wana ushindi poteza michezo miwili, lakini si dalili nzuri kwa timu ambayo imeuza wachezaji alafu imeshindwa kufanya maingizo mapya. Na ulimsikia kocha, sio kwamba alikuwa sasa yuko comfortable, alikuwa anaonyesha kwamba kuna kitu hakiko sawa, lakini wanapambana. Kwa hiyo nadhani klabu ziishi kwenye maisha
halisia on ya top of kufanana that, na maisha yani yao. huwezi kusajili alafu umeuza wachezaji wako walio bora. Si Fountain Gate. Sasa unajua Yani hawezi kusajili lakini wachezaji wao walio bora wameuza. Mfano Chuga amekwenda Yanga, kuna Davids amekwenda Singida. Na hawa kwa asilimia kubwa wakati Fountain Gate wanafanya vizuri last season, hao ndio walikuwa uti wa mgongo wa hiyo Key team. Players, So kama unaondoa wachezaji wako ambao walikuwa bora kwenye timu, alafu una hiyo bani ya kusajili, yani umefanya biashara ambayo ni ya hasara. Haikusaidii chochote kabisa. Lakini pia mchezo mwingine ambao ulikuwa ukiendelea ulikuwa ni kati ya Dodoma Jiji na Police Tanzania. 1-0 half time. Bwana Makata na Police Tanzania. Wakati wenyeji wakiendelea kuwashangaa wageni. Na wenyewe pia wanawashangaza. Sisi tunaelewana. Wanashangana au wanashangazana? Hamna, kwa sababu sio kushangana. Ungekuwa kushangana ni kwamba kila mmoja angekuwa anarusha anatoka. Lakini nyie wenyeji kwenye ligi mnawashangaa wageni wamekuja vipi? Yani, sasa wenyewe wageni wanakuja wanawashangaza. Nabaki mnawashangaa. Kampista umemkaribisha mgeni kwako, afu unashangaa anaijua nyumba yako vizuri. Unashtuka kwanza, umeshika kichwa. Ameingia hivi. Vipi tena? Au alikuwa anakuja kama mimi? Sijafahamu. Kama ndo kama baba mwenye nyumba, lazima uchanganyikiwe. Mgeni anafahamu chocho zote huko ndani. Bwana vipi bwana? Marusu imekuaje? Mbona anafahamu jiko liko wapi? Tule mfano huo rafiki. Marusu anafahamu jiko liko wapi, stove liko wapi? Maliwatoni wapi? Master bedroom iko wapi? Lazima ushangae kwanza. Sasa ndo anachokifanya Police Tanzania. Wakati amegugumia kwenye eneo hilo Marusu. Tuendelee. Wakati Police Tanzania wanapanda ligi kuu, kuna ule mtazamo kwamba timu ambazo huwa zinatoka championship zikija huwa zina struggle michezo ya mwanzoni. Lakini angalia Police Tanzania signing walizozifanya, very smart signing. Wamemchukua kocha ambaye ana experience ya ligi kuu, lakini ni kocha ambaye mara nyingi kwenye timu ambazo huwa anaenda huwa anafanya kazi nzuri sana, Bwana Makata, na style of play ambayo wachezaji wake ambao wamekusanya kwenye kikosi cha Police Tanzania kinaendana. Yani kocha na wachezaji ambao wapo kwenye kikosi, mipango inaendana. Kwa hiyo imekuwa ni rahisi kwa Police Tanzania kuweza kuimprovise, yani kuwashangaza watu. Wanafanya ama wana punch beyond expectations. Sababu ulikuwa unategemea against Azam newcomers kwenye ligi wange struggle. Lakini umeona game waliowapa Azam. Mechi ya pili wakiwa wanasubiri kwamba against Azam wanashangaza watu, wakashinda. Mechi hii dhidi ya Dodoma Jiji wanaongoza. Ikiwa ni half time lakini wanaongoza. Kwa hiyo unaona ni timu ambayo imepanda ligi kuu lakini walijiandaa. Yani unajua kuna timu ambazo zinapanda ligi kuu zikiwa hazijajiandaa namna gani zinakuja kupigana na kusalia kwenye ligi. Lakini wao toka championship kwanza ile playoff waliocheza ilianza kutoa taswira kwamba no. Hawa watu wanamaanisha biashara, hawajaja kucheza. Na wanapanda ligi kuu, game ya kwanza against Azam ya Ibenge. Sio tu Azam ya Ibenge. 1-1. Tatoa utoi hiyo. Mechi ya pili wanapata ushindi. Piga JKT Tanzania ambao one of the best teams msimu uliopita. Na wachezaji wameongezeka, kina Sospita Bajana wameongeza ubora, lakini wamekaangika vizuri kabisa 2-2. Leo hii against Dodoma Jiji, moja kati ya timu ambazo sumbufu kwenye ligi, tayari wako nyuma, afu wapo nyumbani Dodoma Jiji. So hii ni timu ambayo kwa namna moja ama nyingine, timu ambazo zimetoka kwa championship msimu huu zinathibitisha kwamba zimekuja vizuri, tofauti na misimu mingi wamejiandaa. Ingawa bado ni mapema, pia tuwape muda. Of course, lakini ni mwanzo mzuri kwa wao. Umeona Gate of course against opening match against Bear walishinda. Na tangu kipindi hicho run imekuwa sio mbaya kiasi hicho. Na wamempiga mtu 6. Watoka kumpa Kagera. Kwa hiyo unaona inawapa confidence ya kufanya vizuri. Dalili nzuri kuonekana mapema kabisa. Kwa Dodoma Jiji tangu aondoke kocha Josiah ambaye kwa Mashujaa, by the way, afanye vizuri sana. By the way, ilikuwa ni mistake kumwacha aondoke. Hivi ndio kocha alisema kwamba alipoipiga moja timu ya Kariakoo, yani watu walikunja nafsi. Kwa mujibu wa Mgando. Walikunja nafsi. Kwa hiyo hii itakuwa ni laana, kwa sababu Dodoma Jiji matokeo yake mazuri ni yapi msimu? So far ni mpasuko tu.
Kocha baada ya kumpiga mmoja mkuu wa Kariakoo pale, baada ya kupongezwa watu wana mind, watu wamenuna, umeharibu utaratibu. Top coach Amani Josiah, top coach, very top coach. Lakini na yeye Mashujaa anapambana nayo. Okay, bwana, ni ligi kuu ya NBC. Tutakujuza matokeo ya mwisho wa mchezo wa leo kati ya Dodoma Jiji dhidi ya Polisi, maafande wa Polisi Tanzania, Sports Extra ya Clouds FM. Bwana, tupo na Sport Pesa